Anaandika rais wa Marekani Bwana Donald Trump kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social. Jeshi la wanamaji la Iran kwa sasa lipo chini kabisa ya bahari likiwa limeangamizwa kikamilifu. Jumla ya meli 158 zimeharibiwa. Kile ambacho hatujakishambulia ni idadi yao ndogo ya wanachokiita boti za mashambulizi ya kasi, kwa sababu hatukuziona kuwa ni tishio kubwa. Onyo: iwapo boti zozote kati ya hizo zitajaribu kusogea karibu na mzingiro wetu wa baharini, zitateketezwa mara moja kwa kutumia mfumo ule ule wa mashambulizi tunaotumia dhidi ya wasafirishaji wa dawa za kulevya wanaotumia boti baharini. Mfumo huu ni wa haraka na wenye ukali mkubwa. 98.2% ya dawa za kulevya zinazoingia nchini Marekani kupitia bahari zote zimezuiliwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza kutokana na jambo hili ambalo nimelizungumza. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule Iran au kinachoendelea Mashariki ya Kati kwa ujumla wake. Kwa hisani kubwa ya PMP Company Limited, ni mabingwa wa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Ewe mkazi wa Dar es Salaam, mkazi wa Mwanza, mkazi wa Zanzibar, mkazi wa Arusha, mkazi wa Tanga, Morogoro na mikoa mingine, Iringa, Njombe, Mbeya, Singida huko, Tabora, Shinyanga na maeneo mengine yote, umehangaika kutafuta mtu wa kutengenezea choo cha kisasa ambacho hakijai, unaita gari ya kunyonya uchafu na pengine unatumia gharama kubwa zaidi, hauelewi, umechanganyikiwa, unahisi kama unaichukia nyumba yako umeijenga na kuingiza hasara kwa sababu ya choo ambacho kinajaa mara kwa mara. Sasa PMP Company Limited wamekuja na utaratibu mpya wa kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai, unatumia zaidi ya miaka 50. Imagine, wapigie simu sasa hivi 0768643243. Wanapatikana jini Dar es Salaam, wanafanya kazi nchi nzima na nje ya nchi. Sasa hawa bwana wananiondoa kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo sasa tunaenda kukutana na rais wa Iran, ambapo amesema msimamo wa kibabe wa Marekani unakwamisha makubaliano ya amani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa kikwazo kikubwa katika kufikiwa kwa makubaliano yao ya haki kati ya Tehran na Washington ni viwango viwili vya maamuzi pamoja na mtazamo wa kibabe wa upande wa Marekani wakati wa mazungumzo ambayo yalifanyika katika mji mkuu wa Pakistan kwa maana ya Islamabad. Katika mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin, Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran iko tayari kikamilifu kufikia makubaliano ya uwiano na ya haki itakayohakikisha amani ya kudumu, usalama na utulivu katika eneo la Asia ya Magharibi. Hata hivyo, ameeleza kuwa sera za ubaguzi na mtazamo wa kujitawalia mamlaka wa Marekani umeendelea kuwa kizingiti kikubwa katika kufanikisha makubaliano hayo. Rais huyu pia amebainisha kuwa mstari mwekundu wa Iran ni kulinda maslahi ya taifa na haki za wananchi wake, akiongeza kuwa iwapo Marekani itaheshimu misingi ya sheria za kimataifa, basi kufikiwa kwa makubaliano sio jambo ambalo haliwezekani. Aidha, amewataja mataifa ya mwambao wa Ghuba ya Uajemi kuwa ni ndugu wa Iran, huku akilalamikia matumizi ya kambi na miundombinu ya kijeshi ya mataifa hayo na Marekani kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran. Mazungumzo kati ya Iran na Marekani yalimalizika bila makubaliano baada ya majadiliano ya muda mrefu huko Islamabad, huku makamu wa rais wa Marekani JD Vance akidai kuwa Tehran ilikataa masharti ya Washington baada ya masaa 21 ya mazungumzo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail alieleza kuwa haikutarajiwa mazungumzo hayo kufikia makubaliano katika kikao kimoja. Vyanzo vya ndani vinadai kuwa Marekani iliwasilisha masharti yaliyopitiliza kuhusu mlango wa bahari wa Strait of Hormuz pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo hayo yalifanyika baada ya pande hizo mbili kukubali kupitia usuluhishi wa Pakistan kufuatia Marekani kukubali mapendekezo ya Iran ambayo yana vipengele 10. Kwa upande wake, Putin amekosoa vikali msimamo wa mataifa ya Magharibi, akisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya kitaifa na mipaka ya Iran. Pia ameunga mkono madai ya Iran ya kulipwa fidia kwa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya kijeshi pamoja na hitaji la dhamana za muda mrefu za usalama ili kuzuia mashambulizi kama hayo yasirudie tena. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Lakini taarifa nyingine, mpango wa Trump kuziba mlango wa Hormuz umekumbwa na upinzani mkali sana wa NATO. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuzuia usafiri wa majini katika mlango wa Hormuz umekumbana na upinzani mkali kutokana na washirika wa NATO. Nchi wanachama wa NATO ikiwemo Uingereza na Ufaransa wamesisitiza umuhimu wa kuweka njia hiyo ya maji wazi, kwani takriban theluthi moja ya mafuta duniani inapita hapo.
Waziri wa Uingereza Keir Starmer akatangaza kutoshiriki katika mzozo huo licha ya mashinikizo ambayo wanapata kutoka Marekani. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amebainisha kuwa Trump anatafuta ushirikiano wa mataifa ya Ulaya katika kulinda eneo hilo, huku baadhi ya nchi zikieleza utayari wao kusaidia kwa masharti ya kuwepo kwa amani ya kudumu na usalama wa meli zao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza mpango wa kuitisha mkutano wa kimataifa kuunda operesheni ya pamoja ya kurejesha usafiri wa majini. Naye waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesisitiza suluhisho la kidiplomasia na kuitaka NATO kuboresha uhusiano wake na Donald Trump. Ripoti mpya zinaonya kuwa vita vinavyoendelea Asia Magharibi vitasababisha kaya nyingi nchini Uingereza kupoteza takriban pound 480 mwaka huu kutokana na kupanda kwa gharama za nishati. Taasisi ya Resolution Foundation imesema gharama za umeme, gesi na mafuta zimeongezeka kwa kasi, jambo linaloweza kushusha viwango vya maisha kwa wananchi wengi. Bei ya mafuta ghafi ya Brent imepanda kuvuka dola 100 kwa pipa, hali ambayo inatarajiwa kuendelea katika miezi ijayo. Hali hii inachangiwa na athari za vita zinazoendelea ambazo zilianza mwezi Februari baada ya Marekani na Israeli kushambulia Iran na kusababisha mzozo mkubwa wa eneo la Asia ya Magharibi. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna maonyo ya pengine huenda matumaini yatapungua ya mvutano, lakini madhara ya kiuchumi tayari yameanza kuonekana, huku kaya nyingi zikabiliwa na kupungua kwa uwezo wa kununua bidhaa pamoja na huduma huko Ulaya. Taasisi zimeitaka serikali kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kuanzisha mfumo wa bei nafuu wa nishati kwa kaya zenye kipato cha chini ili kupunguza athari za gharama hizo, hasa kuelekea msimu wa baridi ambapo matumizi ya nishati huwa yanaongezeka kila mwaka. Kwa hiyo hapa tunayo funzo moja ambalo tunalipata ni kwamba nchi nyingi sana za Ulaya Mashariki, Ulaya ya Magharibi, Asia na Asia ya Magharibi walikuwa wanaiona Iran kama ndiye atakayekuwa mwathirika mkubwa zaidi wa hiki ambacho kinafanywa na Marekani. Lakini tulizungumza mapema tukasema kinachofanywa na Marekani hakitakuwa kina athari moja tu, kitakuwa kina athari nyingi sana, na athari hizo zitakuwa ni athari za kidunia, kutokana na ukweli kwamba huyo Mashariki ya Kati, huyo Muiran tunamtegemea sana katika nyakati zetu za mapambano, hasa tukiwa hapa duniani katika nyakati hizi ambazo dunia inategemea kwa kiwango kikubwa sana matumizi ya nishati safi katika maeneo mengi zaidi. Lakini tukiweka nukta hapo na taarifa hizo zinazotoka huko, tunakutana na ripoti nyingine ambayo inaeleza kwamba Iran imeulalamikia Umoja wa Mataifa wakisema blockade ya Marekani ni tangazo la vita kimya. Kulikuwa na utulivu, ambapo katika barua rasmi iliyotumwa kwa katibu mkuu wa United Nation, balozi wa Iran Amir Said Iravan hajachagua maneno ya kawaida, ametumia lugha nzito ya moja kwa moja, lugha ambayo katika diplomasia mara nyingi huwa ni ishara ya hatari ambayo inakaribia. Anasema wazi blockade ya Marekani ni uvunjaji mkubwa wa mamlaka ya Iran na kitendo cha uchokozi ambacho si halali. Kwa mtu wa kawaida haya yanaweza kuonekana kama malalamiko ya kisiasa, lakini kwa lugha za kimataifa hii ni zaidi ya malalamiko, ni hatua ya kuweka msingi wa kile kinachoweza kuwa mgogoro mkubwa zaidi. Barua hii inabeba uzito mkubwa wa vita. Fikiria, nchi moja inasimama katika mlango wa nyumba yako na kusema, kuanzia leo hakuna mtu atakayeingia au kutoka bila ruhusa yangu. Hiki ndicho Irani ambacho inasema Marekani imefanya kupitia kile kinachoitwa blockade ya baharini. Kupitia barua hiyo kwenda kwa Antonio Guterres, Iran imesema kwamba hatua hii inavunja sheria za kimataifa, inakiuka uhuru wa nchi na inahatarisha amani ya dunia. Lakini kilicho muhimu zaidi si maneno hayo, ni ujumbe uliofichwa ndani yake. Kwa nini Iran imekimbilia katika Umoja wa Mataifa? Hili si jambo la bahati mbaya. Iran inafanya mambo matatu kwa wakati mmoja: kujenga uhalali wa kimataifa, anasema sisi si waanzishaji wa vita, tunalazimishwa; pili, kushinikiza Marekani kisiasa, kwa maana ya kuibana Marekani mbele ya jumuiya ya kimataifa; lakini tatu, kujiandaa kwa hatua ambayo inafuata, kwa kusema ina haki ya kujilinda. Iran inashinikiza kwamba Iran inaweza ikachukua hatua za kijeshi na inatoa onyo na kuona ni halali. Blockade kwa lugha rais, ili kuelewa vizuri, ni hivi: hakuna bidhaa ambazo zitaingia, hakuna biashara ambayo itafanyika, watu wataanza kukosa mahitaji katika ukanda huo. Hii ndio maana ya blockade. Hapa hatuzungumzii soka moja, tunazungumzia dunia nzima. Hapa hatuzungumzii barabara moja, tunazungumzia barabara ambayo inafungua barabara nyingine zote duniani. Iran imesema yenyewe itajibu, itapambana kuhakikisha inajilinda dhidi ya kile ambacho kinafanywa na Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.